kijana mmoja, winga moja hatari. Umesema kuna taarifa kutoka pale nchini Kenya. Hizi ni tetesi ambazo, au kuna kampeni ya chini ambayo imeanza pale nchini Kenya kuhusiana na mchezaji wao, winga mmoja hatari sana, anaitwa Mohamed Bajabir. Ana umri wa miaka 22, ni raia wa Kenya mwenye asili ya Yemen, kwao Mombasa, lakini amekulia kwenye academy moja pale jijini Nairobi. Huyu Mohamed Bajabir alikuwa anacheza katika klabu ya Nairobi City Stars mwanzoni mwa msimu, na alifanikiwa kufunga mabao 6. Sasa dirisha dogo amejiunga na klabu ya Police FC ya pale nchini Kenya. Sasa ameuasha moto kweli kweli, na mpaka sasa hivi akiwa na klabu ya Polisi amefunga mabao 3. Sasa ndo kwa mara ya kwanza ameitwa national team ya Kenya. Mechi yake ya kwanza ilikuwa ni dhidi ya Gambia, ambao walitoka sare ya mabao 3-3. Ndio. Na Bajabir alifunga bao 1. Na jana pia kwenye mchezo ambao wamefungwa 2-1 dhidi ya Gabon pale Nyayo Stadium Kenya, alionyesha kiwango kizuri. Sasa waandishi wa habari nchini Kenya wanataka mchezaji wao asajiliwe na klabu ya Yanga, na wanamposti, na kuna baadhi ya picha zimeanza kueditiwa wakiwa wamemvalisha jezi ya Yanga. Kenyans wanawish mchezaji wao acheze na klabu ya Yanga, ajiunge na klabu ya Yanga, kwa sababu tayari kuna Duke Abuya ambaye amefanikiwa kuperform kwenye klabu ya Yanga. Kwa hiyo wanaamini hata Mohamed Bajabir anaweza akafanya vizuri kwenye klabu ya Yanga. Na ukifuatilia peji nyingi za Kenya zikiposti habari ya mchezaji wao kujiunga na Yanga, mashabiki wengi wamekuwa wakicomment wakimtagi Engineer Hersi kwamba aone ile habari ili aweze kuangalia kipaji cha mchezaji yule na pengine wakamsajili. Sawa, dakika tayari zimefika, tunakwenda kuchezesha draw mara hii na kupata moja ya mwakilishi ili mambo yaweze kwenda vizuri. Kama unatumia Vodacom, Yasi, Airtel ama Halotel, basi nenda kacheze hapo, inawezekana wakati ni kuingia ndani na vyote anaweza kuvifanya. Na moja kati ya sifa ambazo wingers wanatakiwa kuwa nazo, kwanza ni speed ya kuweza kwenda kushambulia, kwa kuwa kwenye maeneo ya pembeni ndiko ambako kumekuwa kuna sehemu au vyanzo vya mashambulizi mengi, kwa maana kwamba ili uweze kushambulia unahitaji kuweza kushambulia kwa kasi kabla ya wapinzani hawajarudi kwenye eneo lao la kuzuia, ili uweze kwenda kupata matokeo. Kabla hawajarudi kuweza kwenda kuzuia, wewe unatakiwa kwenda kushambulia kwa haraka, na Jonathan Kangarombo ni miongoni mwa wachezaji ambao ana kasi kubwa. Lakini pia kitu kingine ambacho anahitaji kuweza kukipata kutoka kwa winga, unahitaji kuwa bora zaidi kwenye 1v1, kwa maana kwamba kuweza kuhakikisha kwamba anaweza kwenda kuwavuruga ile safu ya ulinzi wa timu pinzani kwa kuweza kupiga chenga na kuweza kuhakikisha kwamba anautambuka ukuta wa timu pinzani. Kwa Jonathan Kangarombo hicho ni kitu ambacho pia amejaliwa nacho, lakini pia issue nyingine ambayo anatakiwa kuwa nayo ni kuweza kucreate nafasi, kwa kuwa miongoni mwa sehemu ambazo zimekuwa zikitumika kwa idadi kubwa ya kuweza kutengeneza nafasi basi ni kwenye maeneo ya pembeni. Kwa hiyo kwangu mimi nachoamini kwa Jonathan Kangarombo kwenye dakika chache ambazo amecheza, nimeona ubora wake kwenye eneo la kutengeneza nafasi, nimeona kasi yake, nimeona ubora wake kwenye kuweza kubeat defenders, lakini pia leo pia ameweza kufunga bao ambalo amepita katikati ya walinzi wawili. Hicho ni kitu kingine ambacho anahitaji kuweza kukiona kwa winga. Kwa kwangu mimi naamini kwa Young Africans kama hiki ambacho amekifanya Jonathan Kangarombo kinaweza kuwa ni faida kwa Young Africans. Na ukiangalia wachezaji ambao walikuwepo ndani ya Young Africans ambao wanacheza kwenye idara ya wings, wengi walikuwa hawana namba nzuri, kwa maana kwamba Farid Musa Malik anacheza kwenye ile eneo, hajapata na muda mwingi wa kucheza, lakini pia hata akipata nafasi hajawa na product nzuri sana kwenye kikosi cha Young Africans. Dennis Nkane ambaye anacheza kwenye ile eneo ni kama mwalimu alimhamisha kwenda kucheza kwenye eneo la fullback mara baada ya kuona kwamba end product yake sio nzuri. Kwa hiyo ukiangalia Young Africans hawana wingers ambao walikuwa na uwezo kuzalisha namba nzuri sana. Kennedy Musonda pia ambaye alikuwa anacheza kwenye ile eneo, naye pia namba zake sio nzuri sana, nadhani ana mabao 3 kwenye ligi kuu. Kwa maana yake Ali unataka kusema Jonathan Kangarombo anakuja kuwaongezea namba zaidi Yanga katika eneo lile? Ya, mimi binafsi naamini kwa dakika chache ambazo nimemuona anaweza kuja kuongeza namba, kwa maana kwamba bao ambalo amefunga leo naamini sio bao ambalo limekuja kwa maana kwamba mtaani tunasema papatu, ni bao ambalo amechukua, amepiga chenga, amefunga, na ile ni tabia ya mtu kuweza kufanya vile. Kuna baadhi ya vitu mtu akifanya unaweza kuona kwamba hiki hakijatokea kwa bahati mbaya, hii imetokea kwa sababu ya tabia ambayo yuko nayo. Kwa kwangu mimi binafsi Jonathan Kangarombo anaweza kwenda kuongeza numbers, kwa maana kwamba kuongeza assist, kuongeza mabao kwa Young Africans ambayo yalikuwa yamepungua kutoka kwenye eneo la pembeni, kwa maana kwamba watu ambao walikuwa wanacheza kwenye idara ya pembeni walikuwa hawazalishi kama ambavyo Jonathan Kangarombo kama ataendelea hivi anaweza kwenda kuzalisha idadi kubwa ya mabao
kutokea upande wa pembeni, sehemu ambayo Yanga ilikuwa haizalishi sana mabao. Nira, kabla ya mchezo wa dabi ya Kariakoo kufanyika, ulikuwa ukimzungumza Jonathan Kangalombo na ulisema inawezekana ikawa miongoni mwa wachezaji hatari katika mchezo ule wa dabi kama watapata nafasi. Uhatari ambao ulikuwa unaosema pengine ndo huu. Yes, huyu kucheza na winga ambaye yupo more direct ni kazi ngumu sana. Kuna muda unatamani kucheza na winga ambaye ukipiga buti ya kwanza ya pili hawezi tena kureface goal lako, lakini kucheza na mchezaji ambaye kila unapojitahidi wewe kumkaba kiuni, kwa watoto wa mtaani wanasemaga kumkaba kisela zaidi, anakuwa yeye yupo spirit sana kuja kupande wako. Yani yeye ana enjoy zaidi kucheza na defender ambaye anamkamia, atamfanyia vitu vingi vya ovyo kwa sababu ana nguvu kubwa sana akiwa na mpira, anaweza jinsi gani ya kugadi mpira, speed yake anapokuwa na mpira mguuni, jinsi anavyo strike ule mpira kuelekea mbele. Kwa hiyo ule uthubutu wake ndio inaweza ikawa silaha kubwa ambayo inamfanya Jonathan Kangalombo leo hii anavaa jezi ya Young Africans. Nilisema hichi kitu, lakini hakuna mtu ambaye alikitilia maanani kwa sababu hajapata dakika nyingi sana za kucheza, lakini kadri anavyozidi kupata dakika nyingi za kucheza anazidi kurudisha ile confidence yake ambayo alikuwa ameipoteza, kwa sababu unapaswa kutambua huyu ni mchezaji ambaye tokea ameondoka AS Vita yapata karibia miezi miwili kama sio mitatu hajapata nafasi ya kucheza mechi yote ya mashindano. Kwa hiyo kwa muda mrefu sana mchezaji akiwa amekaa nje pasipo kupata mechi yote ya mashindano, kuna kitu ambacho automatically kinapungua, confidence yake lazima itapungua. Kwa anahitaji zaidi kucheza ili mradi aweze kugain ile confidence yake, lakini hichi tunachokuja kukiona sasa hivi kwa Jonathan Kangalombo ndio kitu ambacho alikuwa anakifanya tokea akiwa na AS Vita Club, ndio kitu ambacho alikifanya hata kwenye chani ambayo alifanikiwa kucheza akiwa na timu ya DRC Congo. Kwa hiyo Young Africans hapa mimi sina shaka nao zaidi, yani labda iwe sio bahati yake. Unajua kuna mchezaji anaweza akawa mzuri kule alikotoka, lakini akaja kuna sehemu akashindwa kuonyesha kile kitu ambacho kilifanya watu kuelekea kumsajili. Tunaona hata kwa Joshua Budo Mutare alikuwa mzuri akiwa kule Zambia, lakini amekuja Tanzania ameshindwa kuonyesha ile makali yake. Lakini kwa upande wa Jonathan Kangalombo ndio hichi anachokifanya nadhani kitakuwa kina muendelezo zaidi. Kabumbu, Kipute, Bungi, kokote ulimwenguni tunagusa michezo mbalimbali. Natoka mtukaze mtu wa kazi. Ligi ambayo ina mvuto pia ni pamoja na championship, kwa sababu huku inacheza soka la kiuhalisia, japo hatuwezi kukataa kwamba yako mapungufu machache ambayo kama bodi wanapaswa kuyatazama vizuri, kwa sababu huku ndiko ambako tunatarajia kupata chimbuko la timu bora kutoka hapa kwenda Premier League ili kaongeze ushindani. Kwa hiyo vitu hivyo vidogo ambavyo vinajitokeza vinaweza vikafanyiwa marekebisho na maboresho makubwa, tukawa tuna ligi bora sana. Huku ukizidiwa kweli, lakini pia kuna namna ya kuzidiwa ukaona naonewa. Kwa hiyo kuna ugumu pia kwenye namna ya kutafsiri sheria huko chini, sababu bahati mbaya kabisa unajua ni ligi ambayo inachezwa gizani, haionekani. Kwa hiyo kuna wakati maamuzi anaweza kuwa sahihi kwenye uwanja, lakini timu ikawa ina perform na ikawa ina kiwango bora. Na kuna ile kauli ya kwamba lazima sasa uangalie wewe nguvu yako iko wapi, kwenye upande gani ili uwe salama. Sasa inakuwa ngumu pia kwenye kupata uhalisia wa ubora wa squad, kama wachezaji wako unakuwa bora uwanjani au lakini pia kwa ndapio unakuwa hujacheza sawa, pia na ngumu. Maneno yako namna ambavyo unazungumza, maana yake ni kwamba pengine kuna wakati ambako kumekuwa na maamuzi yasiyokuwa sahihi kiwanjani. Yeah, of course kuna wakati maumivu yanakuwa ni makali, unachostahili kukipata ukipati, lakini maumivu pia yanakuja kwa sababu umejiandaa vizuri kiufundi, umejiandaa vizuri kiushindani, lakini hauendi kupata ule ushindani unaotarajia. Unakwenda kudondosha points nyingi sana kutokana na matakwa ya maamuzi ya walioshika sheria 17. Sasa hii unashindwa wapi unafanya, kwa sababu mwisho siku hakuna mtu anayeona na kuzungumza hiki, na inaonekana ni kama jambo la kawaida kidogo kwa championship. Kumbe sivyo. Football inahitaji kile ulichokiwekeza ndani ya uwanja kikupe matokeo. Kama ni kizuri maana kitakupa matokeo yale mazuri, au ujiandaa vizuri utafungwa. Lakini sasa ni hatari sana kama unamaliza mechi na timu imefungwa goli 3 alafu zote zinafungwa kwa aina ya mchezaji ule penalty kama kadini nyekundu ndio lazima tunaandika inatengeneza maumivu makali. Hapo tukumbushane, hii ni investment kubwa inafanyika kwenye vilabu. Hiyo ndio tunafanya investment kubwa, vilabu vingine pia vinawekeza fedha nyingi. Kwa mfano msimu huu namna ambavyo mmeona, ni mechi gani pengine ambazo unaona hazikuwa na maamuzi sahihi kwa upande wenu? Hata mechi jana tu. Show sana.
iliyopita jana mchezo ovyo sana, haikuwa na hata kidogo. Sasa haistahili tu kucheza mpira linalofanya la ukweli, penalty wapate wao, kila kitu wapate wao, advantage zote wapate wao, no so football. Kuna mechi nyingine ziliwahi kuchezeshwa dakika 9 watu walikula kadi nyekundu za kutosha. Sasa unajiuliza hapa nimekuja kufanyaje? Na nimetembea zaidi ya kilomita 800 900 kwenda kucheza mechi, gharama kubwa, fedha nyingi, uwekezaji mkubwa, alafu unakwenda kucheza mpira wa ovyo. Kisha siku najiuliza, nachoka. Wachezaji matajiri pia wanafikiria labda tuachane na hiyo mambo ya mpira, labda pengine tufikirie vitu vingine, kwa sababu championship inaumiza kutokana na namna ambavyo inafanyika. Kwa kubwa hapa ni namna ambavyo bodi wanapaswa kunyanyua macho kwenye championship. Ni basi mchezo 6, lakini sio mchezo ambao unaweza kufikiria ni mwepesi. Ni mchezo mgumu mno nje ya uwanja, mchezo mgumu mno ambayo matokeo yake watu wanayo mikononi. Sasa hii ni hatari sana. Na bahati mbaya wanachokifanya hata wenyewe sisi viongozi wa baadhi ya vilabu tunasikia vinavyozungumzwa ndani, tunaviona vinafanyika uwanjani, inaumiza. Kwa hiyo tuacheni hivyo. Kwa hizi mchezo 6 ambazo zinasalia, ikiwezekana hebu tuangalie utaratibu wa bodi ya ligi, tusaidie. Hebu sasa vionyeshwe hizi mechi, zionyeshwe live after nani na nafasi ya kushinda. Kwa mwisho wa siku mimi ninakuhakikishia Geita Gold hata kama haitakwenda moja kwa moja kutokana na sababu zote zile, ndio timu hii itakwenda playoff na itaonekana. Hakuna timu ya Premier inaweza kubata, pia tunaweza kubata na timu yoyote kutoka Premier kutokana na namna ambavyo tulivyo, quality ya wachezaji, ubora wa timu na namna ambavyo tunajiandaa. Lakini kwa sababu tunapokea kwa sababu ya vitu vingi na kimya, mnasikiliza, mnataka kuona wapi tutaishia na wapi tutakwenda. Ni afisa habari wa Geita Gold kutoka kule mkoani Geita na ushiriki ligi ya Championship nchini Tanzania, Samuel Dida, akizungumza namna gani ambavyo kumekuwa na matendo fulani ambayo si ya kuridhisha.